Bwana, moja ya story kubwa kabisa kwa sasa na kwenye ulimwengu wa kimichezo ni juu ya mchezaji Selemani Mwalimu, mchezaji bora kabisa ambaye ameisaidia Simba kwa kiasi kikubwa sana kwenye msimu uliopita, na maneno yakawa ni mengi baada ya Simba kumtambulisha. Then Wydad wakaja wakasema hapana, Simba mnamtambulishaje mchezaji wetu na hatuna makubaliano yoyote, lakini ilionekana kwenye picha Selemani Mwalimu amesaini mkataba na Simba. Maswali yakawa ni mengi. Selemani Mwalimu atarudi Wydad ama ataendelea na Simba ambao amesaini nao mkataba kwa msimu huu. Sasa baada ya hii story kutoka, Selemani Mwalimu alirejea Wydad kuendelea na timu yake ambayo alikuwa na mkataba nao. Na ikumbukwe tu kwamba Simba alitoka kwa mkopo na alitoka Wydad kwenda Simba kwa mkopo, na kulikuwa na makubaliano ambayo inasemekana alikuwa ya pande zote mbili. Uongozi uliopita wa Wydad na uongozi huu wa Simba ambao upo sasa hivi. Lakini kilichokuja kusemekana, chanzo cha mgogoro wote ni kwamba viongozi wa Wydad waliopita hawakuwa na taarifa yoyote ya Selemani Mwalimu kwenye mkataba wake ambao alienda nao Simba kwa mkopo. So Selemani Mwalimu alikubaliana na Simba, akakubaliana kwamba aingie kwenye mkataba mpya waendelee na mkopo, na Simba wakawa wamemjumuisha kwenye kikosi chao. Lakini kilichokuja kutokea baada ya kutambulishwa Selemani Mwalimu kuonekana na saini, mambo yakawa ni mengi. Lakini pia kabla ya hapo pia Selemani Mwalimu alihusishwa kwenda Yanga, na kuna mambo ambayo yalizungumzwa mengi kwamba Mwalimu na Yanga wamezungumza, lakini pia Wydad na Yanga kuna makubaliano ambayo yanaendelea baina yao, na ikaonekana wazi kwamba Wydad wana shauku ya kumpeleka Mwalimu kwenda Yanga, lakini Mwalimu mwenyewe akaonekana anataka kwenda Simba. Sasa bwana, story hii imeenda ilivyoenda, lakini mwisho wa siku Mwalimu ameenda Wydad. Lakini sasa tetesi ambazo zipo ni kwamba wakati wowote kutoka sasa Selemani Mwalimu atatambulishwa Yanga. Hii ni kwa sababu gani? Zile tetesi ambazo zimekuwa zikisikika, Yanga wamekuwa wakizungumza huku na huku, lakini mbali na hiyo tu pia kwamba kuna tayari kuna wachezaji kadhaa ambao wanahusishwa kwenda na Yanga, akiwemo Selemani Mwalimu ambaye muda wowote kutoka sasa, kwa habari tu ambazo zipo ndani, atatambulishwa pale Yanga na atatambulishwa kama mchezaji wa Yanga. Na ikumbukwe tu Mwalimu ni mchezaji wa ndani, kwa hiyo pamoja na kwamba Yanga wamemaliza nafasi zote za kusajili wachezaji wa nje, lakini watamtambulisha Mwalimu ambaye ni mchezaji wa ndani. Bado wanao hiyo room ya kutambulisha wachezaji wa ndani. Wydad wamekubaliana na Yanga kwamba Mwalimu ataenda kucheza pale Yanga, lakini pia Mwalimu mwenyewe tayari ameshapokea hiyo taarifa, na muda wote kutoka sasa atajiunga na kikosi cha Yanga. Hii pia tunaenda kulifaa kile ambacho kilizungumzwa kwenye mkutano mkuu wa Yanga juzi, ambapo msemaji alisema, GSM amesema yule mchezaji ambaye anawasumbua sana tayari tumeshamsajili, muangalieni jezi ya kumtambulisha. Lakini pia hiyo haitoshi tu, wakati Yanga wanazindua uwanja jana, msemaji pia alisema kuna mchezaji wetu tunaye wamefanya naye mazoezi. Maanake hapo unaunganisha tu, mchezaji huyo ni nani? Ni Selemani Mwalimu. Kwa hiyo hii moja kwa moja tu inatupa picha kwamba ni asilimia nyingi tu, zaidi ya asilimia 90 kwamba Selemani Mwalimu na Yanga tayari wameshamalizana. Lakini pia inatufundisha tu kwamba ama inatupa tu picha ya kile ambacho kimezungumzwa na hiki ambacho tunakiona. Ukiachana na tetesi za Selemani Mwalimu kuwa nyingi, Yanga pia wamehusishwa na Faisal, ambaye sasa pia tunaona kwamba tayari pia mazungumzo yanavyoonekana tayari GSM na Faisal wamekaa chini wamezungumza baada ya zile tetesi kuwa nyingi. Lakini pia yale ambayo yamezungumzwa mwanzo kwamba Faisal hawezi kurudi Yanga, Faisal hawezi kucheza tena Yanga, tetesi hizo sasa zinafungwa rasmi kwamba tayari Faisal na Yanga nao wamemalizana. Yanga wanachokifanya sasa hivi ni kutengeneza kikosi bora kabisa ambacho kitakwenda kushindana kimataifa. Ukiangalia aina ya wachezaji ambao Yanga inawasajili, ukiangalia aina ya kikosi ambacho Yanga wanacho, Yanga hatengenezi kikosi cha kwenda kupambana na Mtibwa, Yanga hatengenezi kikosi cha kwenda kupambana na Singida, Yanga hatengenezi kikosi cha kwenda kupambana na Dodoma. Yanga anatengeneza kikosi cha kwenda kupambana na Mamelodi, Yanga anatengeneza kikosi cha kwenda kupambana na timu kama Mamelodi, timu kama Wydad, timu kama Al Ahly. Sio kikosi cha kucheza na timu za ndani, kwenda kucheza huko Tanga sijui na Coastal Union, kwamba anaenda kucheza Arusha sijui na TRA. Hapana, Yanga anachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha anatengeneza bato na timu kama Al Ahly.
timu kama Mamelodi, anaenda kutengeneza battle na timu kama timu za kusini mwa jangwa la Sahara. Ndicho Yanga anachokitengeneza, na ndio maana unaona hata sajili zake ni za kimkakati. Yanga hasajili wachezaji kwa kuokota tu. Yanga anasajili wachezaji kwa sababu anakwenda kucheza mashindano ya kimataifa, na ukizingatia Yanga anaanza stage za chini kabisa. Kwa hiyo anachoenda kukifanya Yanga ni kuhakikisha anatengeneza bato na timu kubwa, na ndio maana unasikia sajili kubwa zote ambazo zinatokea sasa hivi Yanga anahusishwa. Ukiangalia sajili kubwa zote zinazotokea Yanga anahusishwa. Yanga amemsajili Peter Shalulile. Ile ilikuwa ni battle. Timu nyingi zilikuwa zinamhitaji, na hata Peter mwenyewe wakati anazungumza alisema kuna timu nyingi ambazo zilikuwa zinahitaji saini yake, lakini yeye akachagua ubora. Ubora ambao ameuchagua ni Yanga. Yanga ya sasa hivi, Yanga ya msimu huu ya kocha Mankoba ni Yanga bora kabisa, ambayo inakwenda kutengeneza battle na timu zote kubwa ambazo unazijua Afrika. Timu zote kubwa ambazo unazijua Afrika. Na ndipo ambapo tunaiona Yanga inayokuja kufanya vizuri sana kimataifa. Yanga ambayo itakuja kuwa na battle kubwa sana na timu za kimataifa. Timu kama Al Ahly sasa hivi, timu kama Mamelodi wakisikia Yanga wanaogopa. Yaani ni timu ambazo wakisikia tu Yanga wanaogopa, kwa sababu Yanga ameingia kwenye ushindani wa kugombea wachezaji na timu kubwa. Yanga ameingia kwenye ushindani wa kugombea wachezaji na timu kubwa. Ukiangalia kama mchezaji kama Selemani Mwalimu angeweza kucheza pale Simba, lakini akaona sasa anahitaji kwenda kupata makombe. Wydad wakaona hapa tukimpeleka Simba yenyewe tia maji papatu. Hii Simba yenyewe eleweki, Simba ya migogoro, Simba mwenyekiti haelewani na mwenyekiti. Akaona hapa sisi kama Wydad mchezaji wetu ili awe na maendeleo mazuri tunampa kwenye timu kubwa, timu kama Yanga, timu ambayo ni kubwa, timu ambayo inakwenda kuwakilisha nchi kimataifa. Lakini tuko tu hapa kuthibitishia kwamba Faisal Salum Feitoto pamoja na Selemani Mwalimu tayari ni wananchi, na mkataba wao ni mkataba mnono tu, na lolote litatokea kuanzia sasa. Inavyosemekana jezi ya Faisal bado ipo, lakini pia jezi ya Selemani Mwalimu imeshaandaliwa kwa ajili ya utambulisho. Kaa tayari kwenye peji zetu huku, tutazidi kukupa kile ambacho kinaendelea, lakini taarifa za uhakika tu ni kwamba tayari Selemani Mwalimu na Faisal ni wananchi.